Habari yako mtazamaji wangu wa kipindi chetu cha siasa ya ulimwengu. Karibu tena katika siku nyingine na wakati mwingine wa mwendelezo wa kipindi chetu. Kipindi ambacho kinakujia kwa udhamini wa Mnukwa Global Visa Consultant, ambao sio tu washauri wako lakini vile vile ni wasaidizi wako ikiwa katika siku za usoni unakusudia kuelekea katika nchi za ughaibuni, nchi kama za Canada, Uingereza, nchi za Umoja wa Ulaya pamoja na Australia. Unaweza kuwasiliana nao kupitia namba hizo chini ya tangazo kwa msaada, ushauri pamoja na mwongozo. Tukielekea katika uchambuzi wetu wa leo, bila shaka vuta ni kuvuta imekuwa ikiendelea katika mgogoro baina ya nchi ya Iran dhidi ya nchi ya Marekani pamoja na nchi ya Israel. Kwa takriban masaa 24 yaliyopita, pamekuwa na mashambulizi makali kutoka katika nchi ya Marekani pamoja na Israeli kushambulia ndani ya nchi ya Iran, ikishambulia katika miji tofauti tofauti, ukiachilia mji wa Tehran, lakini vile vile miji kama Kermanshah, lakini vile vile mashambulizi yanaonekana yamejikita zaidi katika sehemu ya mji wa Kurdistan. Fikra ya kushambulia sehemu ya mji wa Kurdistan bado inabaki pale pale. Inaonekana kwamba nchi ya Marekani na nchi ya Israel wamekuwa wakiendelea kufocus hasa katika sehemu za kiusalama, sehemu kama za vituo vya polisi, lakini vile vile katika sehemu kama za command and control center, kwa maana kwamba zile sehemu za jeshi ambazo zinaonekana kwamba zinaweza zikatoa maelekezo. Mpango unabaki ni ule ule, pamoja na kwamba viongozi wa jamii ya Kikurdi katika maeneo ya upande wa kaskazini mwa nchi ya Iraq, miji kama ya Suleimania na miji kama ya Erbil, wenyewe wanakataa kujihusisha na mpango wa nchi ya Marekani. Lakini kinachoonekana ni kwamba Marekani wamekuwa wakiendelea kujaribu kuorganize na baadhi ya vikundi, umoja wa baadhi ya vikundi vya Kikurdi ambao vinahitaji kujitenga na nchi ya Iran. Umoja wao unajulikana kwa jina la MEK. Lakini ukiangalia sehemu ya majimbo yale ya Kikurdi ambayo yanaongozwa na Nakhchivan Barzani, ambaye ni kiongozi, anasimama kama rais wa jamii ya Wakurdi wanaopatikana katika ile majimbo ya Erbil na Suleimania. Msimamo wake umekuwa uko wazi kwamba serikali ya Kikurdi haitahusika na swala la kutoa support kwa nchi ya Marekani kuhusiana na swala la movement yake ya kuingia ndani ya nchi ya Iran. Lakini vile vile katika upande wa jamii nyingine ya Kikurdi ambao vile vile huwa inashiriki katika shughuli za kisiasa na ina ushawishi wa shughuli za kisiasa katika maeneo yanayodhibitiwa na Wakurdi upande wa kaskazini mwa nchi ya Iraq, ambapo wanachama chao kinachojulikana kama Kurdi Patriotic Union kikiongozwa na Bafel Talabani, msimamo wao na wenyewe vile vile umekuwa uko very clear, kwa sababu kwanza msimamo wa Kurdi Patriotic Union, wao msimamo wao unaunga zaidi siasa ya nchi ya Iran. Lakini vile vile hata katika hili walipojaribu kutafutwa na nchi ya Marekani, wamekuwa wako wazi kabisa kwamba wao hawako tayari kushiriki katika movement ya namna hiyo, na hii ni kutokana na matatizo mengi ambayo jamii ya Kikurdi imekuwa ina experience, kama tulivyowahi kueleza katika vipindi vyetu vya nyuma, kwamba baada ya migogoro kuisha mara nyingi huwa wanaachwa wao kama walivyo. Hesabu ya Marekani inaonekana ni ile ile, kujaribu kuvunja sehemu ya ulinzi unaopatikana katika upande wa magharibi, hasa katika sehemu ya Kurdistan. Lakini vile vile hesabu nyingine ni kujaribu kutoa cover ya juu, kwa maana kwamba pawepo na ndege katika upande wa juu, na kisha jamii ya Kikurdi ikiongozwa labda na baadhi ya wanajeshi wachache wa nchi ya Marekani waweze kuingia kutoka katika upande wa magharibi. Movement ambayo kila tukiitazama tunaona inawezekana ikawa na ugumu mwingi, kwa kuzingatia kwamba ndani ya nchi ya Irani katika sehemu ya Kurdistan bado hakuna sehemu ya vikundi vilivyokuwa imara kusema kwamba vinaweza kupigana na IRGC. Lakini vile vile tumeona katika imepita takriban siku moja toka nchi ya Azerbaijan ambayo inapatikana katika upande wa kaskazini mwa nchi ya Iran, kwa maana kwamba inapakana mpaka na nchi ya Iran na wanashare sehemu ya bahari ya Caspian, walipotoa taarifa ya kwamba sehemu ya airport ya mji wa Nakhchivan ambao ni moja katika miji yao pale, au mji mkuu wa nchi ya Azerbaijan, au no, sehemu ya mji, kwa maana kwamba mji mkuu wao ni Baku, lakini sehemu ya mji wa Nakhchivan ambao ni sehemu kama mji umejitenga, airport yake ilishambuliwa na sehemu ya drone, taarifa ambayo nchi ya Irani wameikanusha. Lakini nchi ya Azerbaijan inaonekana kwamba imechukua baadhi ya hatua za ziada. Ya kwanza ni kumuita balozi wao kutoka katika nchi ya Iran, lakini vile vile wamesogeza sehemu ya jeshi yao katika mipaka ya nchi ya Azerbaijan na nchi ya Iran.
Move ambayo tunaona kwamba kiujumla ipo katika ushawishi mkubwa wa nchi ya Israel, kwa kuzingatia kwamba nchi ya Azerbaijan ni nchi ambayo ina uhusiano mkubwa na nchi ya Israel, na sehemu ya majasusi wengi wa Mossad wanapatikana katika nchi ya Azerbaijan. Ukiachilia mbali hapo, nchi ya Azerbaijan imekuwa ikitoa takriban 30% ya mafuta. Maana yake ni kwamba mafuta yanayopatikana katika nchi ya Israel kwa 30% yananunuliwa kutoka katika nchi ya Azerbaijan. Kwa hivyo experience movement ya namna hii ambayo inawezekana ikawa ni movement ya kutengenezwa au ikawa ni movement halisi, ni jambo ambalo lilikuwa linasubiri muda tu kidogo, na ukizingatia kwamba imepita takriban mwezi mmoja toka waziri wa mambo ya nje wa nchi ya Israel Gideon Saar alipokwenda katika nchi ya Azerbaijan kwenye mwezi Januari takriban, na wakaingia katika sehemu ya makubaliano ya kushirikiana katika upande wa program zile za artificial intelligence, jambo ambalo linaashiria wazi kabisa kwamba ushirikiano baina ya nchi ya Azerbaijan na nchi ya Israel katika upande wa security defense, katika upande wa ile taaluma au maarifa ya kujilinda, maana yake ushirikiano wake ni mkubwa kiasi ambacho hata katika mgogoro huu bado inaonekana kwamba Israel inawezekana ikaendelea kunufaika na sehemu ya kijiografia ya nchi ya Azerbaijan, lakini vile vile hata respondi hii ambayo Azerbaijan wanajaribu kuionyesha actually ni tunaiona wazi kabisa inakuja kwa sababu ya msukumo wa nchi ya Israel, na hilo pia tunaweza tukalitazama hata miezi 7 nyuma takriban, katika vita siku 12 kwenye mwezi wa 6 mwaka jana, nchi ya Azerbaijan ilishtumiwa na nchi ya Iran kwamba ilikuwa inaruhusu baadhi ya ndege za Israel kufanya mashambulizi ndani ya nchi ya Iran kutokea katika upande wa bahari ya Caspian, na ndiyo maana inaonekana hata baadhi ya mashambulizi ambayo yanaonekana kwamba yanafanyika katika mji wa Tehran, kumekuwa kuna suspicious kwamba yanatokea katika upande wa nchi ya Azerbaijan. Kwa hiyo kiujumla ni kwamba Marekani na Israel wameendelea kufanya mashambulizi katika maeneo mengi ndani ya nchi ya Iran, hasa katika sehemu za miundombinu, lakini vile vile ni katika sehemu za kistratejia kama katika upande wa miji inayopatikana katika upande wa magharibi. Lakini challenge kubwa katika mashambulizi yanayofanyika tunaona ipo kama katika sehemu 2 au sehemu 3. Sehemu ya kwanza tunaona bado kuna tatizo la kijiografia, kwa kuzingatia kwamba nchi ya Iran ni nchi kubwa, ni nchi ambayo ina kilomita za mraba takriban milioni 1 kama na 0.6. Ina maana inaingia kama mara 4 ya nchi ya Iraq. Kwa hivyo mashambulizi yanayofanyika kutokea katika upande wa anga, hatuna imani moja kwa moja kama yanaweza kakava katika umbali wa nchi nzima au maeneo yote ya kistratejia ya nchi nzima. Ile ni jambo la kwanza. Ndio maana inaonekana kwamba taarifa za nchi ya Marekani zimekuwa zikionyesha kwamba zile launchers au zile mashine za kuweza kurushia yale makombora ya tunasema ni ballistic missiles, mengi yameharibika au kwa asilimia kubwa yameharibika, lakini inaonekana mpaka leo nchi ya Iran bado imekuwa ikiendelea kurusha zile ballistic missiles kuelekea katika nchi kama ya Israel. Hilo ni jambo la kwanza. Lakini jambo la pili ambalo tumekuwa tukiliona ni kwamba mashambulizi mengi ambayo yamekuwa yakifanyika yamekuwa yanakwenda kwa kutumia ile tunasema nadharia inayojulikana kama Dahia Doctrine. Nikisema Dahia Doctrine ni nadharia ambayo huwa inatumiwa na jeshi la Israel, na imeasisiwa hasa kwa kuchukua jina la makao makuu ya kundi la Hezbollah pale katika nchi ya Lebanon, katika sehemu inayojulikana kama Dahia. Ni doctrine au ni sera ambayo inairuhusu nchi ya Israel kuweza kufanya mashambulizi hata katika sehemu za raia, ili kuweza kutengeneza ile hofu zaidi ya kwanza, lakini vile vile kuweza kuondoa hata sehemu ya ngome zilizojificha kutoka katika upande wa adui. Na hii tumekuwa tukishuhudia kwamba zimekuwa zikishambuliwa sehemu za hospitali, lakini vile vile hata ukiangalia katika siku ya kwanza ya vita ilishambuliwa katika sehemu ya shule ya watoto wadogo, lakini vile vile imekuwa ikishambuliwa katika sehemu za makazi ya watu, kiachilia mbali katika sehemu za miundombinu ya kijeshi, jambo ambalo limepelekea jeshi la IRGC, kwa maana kwamba jeshi la nchi ya Iran limetangaza kwamba ikiwa movement hiyo itaendelea na haitokoma ya kushambulia katika sehemu za raia, maana yake na wao wataanza kutumia makombora ambayo yanakava takriban kilomita 8. Yani kwa maana kombora moja lina uwezo kukava kilomita 8, jambo ambalo bila shaka linawezekana likaleta madhara makubwa. Lakini
jambo lingine ambalo tumekuwa tukiliona ni kwamba bado haijafikia katika pointi ya mwisho ya kuwa na ile area supremacy tunasema. Yani waziri wa mambo ya ulinzi wa nchi ya Marekani au waziri wa vita wa nchi ya Marekani Peter Hegseth amekuwa akikariri kwamba sasa hivi ni kwamba wameshaweza kufanya ile coverage ya nchi ya Iran katika upande wa anga, kwamba wana uwezo wa kushambulia sehemu yote ndani ya nchi ya Iran. Jambo ambalo bila shaka limekuwa linatupa shaka kidogo kwa kuzingatia kwamba bado kuna matukio ambayo tumekuwa tukiyaona. Kwanza kabisa kuna matumizi ya cruise missiles kama zile AGM-158 ambazo matumizi ya cruise missiles mara nyingi sana huwa yanaweza ka indicate kwamba yale au yakaashiria kwamba mashambulizi yanafanyika kutoka katika maeneo ya mbali ambayo tunasema ni stand off attacks, sio mashambulizi ya kuingia ndani ya nchi. Na hii mara nyingi matumizi ya silaha kama hizi ni kwa sababu zina uwezo mzuri wa kuweza kwenda katika uizani wa chini, kwa maana kilomita 25 mpaka kilomita 30 kutoka katika ardhi, kitu ambacho wakati mwingine kinaleta uzito wa kuweza kusomwa vizuri na zile air defense system, kwa sababu zenyewe zinasoma katika engo ya juu. Kwa ina maana matumizi ya silaha kama hizi kwanza yana indicate kwamba au yanaashiria kwamba mshambuliaji anashambulia kutoka mbali, lakini advantage yake ni kwamba yanakuwa yanatembea au zile silaha zenyewe zinakuwa zinatembea katika uizani ambao sio mkubwa sana kiasi cha kuweza kusoma katika rada, na ndio maana zimekuwa zinaendelea kutoa athari. Lakini jambo lingine ambalo tunaona kwamba bado Marekani hawajafanikiwa kuweza kukava ile anga yote ya nchi ya Iran, kwa kuzingatia pia vile kwamba zile air defense system za nchi ya Iran ni air defense system ambazo zinatembea, kwa maana kwamba inaweza ikatoka sehemu hii ikapelekwa sehemu nyingine. Kwa ina maana kuwa na uhakika wa moja kwa moja kwamba iko wapi na inafanyaje, na vile wana air defense zingine ambazo zimejificha, kwa maana kwamba inawezekana ifanya action na kisha baada ya hapo ikapotea katika system ambayo unaweza ukaisoma kwa urahisi. Kwa maana hiyo athari yake inayojitokeza ni, kwa mfano katika siku ya jana inaonekana kwamba katika mji wa Basra kuna ndege ya Marekani imeanguka na serikali ile ya Basra ikawa inatangaza kumtafuta yule pilot wa nchi ya Marekani. Hii ni miongoni mwa athari za kuonyesha kwamba bado ile air defense system imekuwa ikifanya kazi, na drones nyingi ambazo zimekuwa zikiingia ambazo ni tunasema ni standard drones kama zile HEMA 900 na mfano wake zimekuwa zikiingia na zimekuwa zinaonekana kwamba zinaangushwa. Lakini vile inaonekana kwamba bado kuna shida katika upande wa anga, kwa kuzingatia kwamba hata ripoti ya leo inaonekana kwamba kuna ndege takriban kama F-18 katika nchi ya Kuwait vile imeanguka. Jambo ambalo tunapata shida kulielewa vizuri kwamba ni either kuna system ya kuhack mifumo ya zile ndege inafanyika, au ni ile kwamba ile air defense system ya nchi ya Iran imekuwa ikifanya vizuri kiasi ambacho wamekuwa wanaweza kutungua hata ndege ambazo ziko katika maeneo ya mbali. Kwa hiyo pamoja na utajiri mkubwa wa teknolojia ambao Marekani wako nao, lakini vile uzuri katika upande wa ndege za juu, lakini bado tunaona kwamba kuna athari mbalimbali ambazo tulikuwa tunazitegemea kuziona ikiwa kwamba watakuwa wameweza kufanya coverage katika eneo lote la Iran. Bado tunaona kwamba hatujazipata sawasawa kiasi cha kuweza kuhitimisha au kuafikiana moja kwa moja na maelezo ambayo yalitolewa na waziri wa ulinzi wa nchi ya Marekani Peter Hegseth. Lakini vile katika upande wa nchi ya Iran, kile ambacho tunakiona ni kwamba wamekuwa wakiendelea kufanya attacks katika nchi ya Israel, lakini vile wamekuwa wakiendelea kufanya attacks katika maeneo mbalimbali ambayo tunasema ni katika zile critical economic infrastructure, katika sehemu ya miundombinu ambayo ni muhimu zaidi katika eneo la Mashariki ya Kati. Maana yake wamekuwa wakishambulia katika sehemu za uchimbaji wa mafuta kama ile Arifin, lakini vile wamekuwa wakishambulia katika sehemu ambazo zimekuwa zikisadikika kwamba viongozi au baadhi ya majasusi, baadhi ya maafisa wa nchi ya Marekani wanapatikana sehemu kama katika hotel. Inaonekana kuna drones zimekuwa zikipelekwa specifically katika baadhi ya maeneo maalum kama chumba, yani jengo ni kubwa lakini katika sehemu fulani kama ya chumba inakuwa inaelekezwa ile drone, kwa kuzingatia kwamba huenda taarifa za kuwepo baadhi ya watu muhimu zinapatikana. Lakini vile inaonekana kwamba kuna
msimamo wa kuendelea kudhibiti sehemu ya ile mlango bahari wa Hormuz. Bado Iran wamekuwa wako nao, pamoja na kwamba nchi ya China imeanza kufanya mazungumzo na nchi ya Iran ili kuweza kuona kama wanaweza kuachia sehemu ya Hormuz. Na hili maana yake ni kwa kuzingatia kwamba hata China wenyewe katika upande wa reserve yao kama ya mafuta au gesi na mfano wake bado sio kubwa ya kiwango hicho, na ndio maana siku zote za maisha yao vile vile walikuwa wananunua kutoka katika nchi za Gulf. Sasa kiujumla, tukijaribu kutazama mwenendo wa jambo zima jinsi unavyokwenda, kuna hali kadhaa ambazo tunaziona. Hali ya kwanza ambayo tunaiona ni kwamba bado nchi zote zimekuwa zikijaribu kutengeneza mfumo wa kufukuza na mfumo wa kuweza kubakia. Nikisema mfumo wa kufukuza au kurepel na mfumo wa kuweza kubakia, ninakuwa na maanisha kitu kifuatacho. Nchi ya Marekani inachokiona kutoka katika nchi ya Irani ni kwamba Irani inahitaji Marekani iweze kutoka katika eneo la Mashariki ya Kati. Na ndio maana imekuwa ikishambulia katika sehemu zote ambazo zinaifanya Marekani iweze kubaki katika eneo la Mashariki ya Kati. Cha kwanza, imekuwa ikishambulia katika maeneo ya base mbalimbali. Imeshambulia katika sehemu ambazo zina facilitate au zinaiwezesha zile base ziweze kuoperate, sehemu kama zile kama katika drone center na mfano wake. Imekuwa Irani ikifanya mashambulizi makubwa katika eneo hilo. Mashambulizi ambayo kadri siku inavyozidi kwenda, kuna discussions zimekuwa zikiendelea baina ya nchi ya Saudi Arabia, nchi ya Kuwait, nchi ya Qatar na nchi ya United Arab Emirates kuhusiana na wao kujitoa katika baadhi ya project ambazo Marekani wamekusudia kuzifanya katika eneo la Mashariki ya Kati, ambazo mwanzo walikuwa wameahidi kwamba wataingiza pesa. Hii ni kuonyesha kwamba Marekani, yani Irani, anachokusudia kukifanya kama kinakwenda kufanikiwa, kwamba kuhakikisha kwamba senta zote za Marekani ambazo zinamfanya hapo katika eneo la Mashariki ya Kati ziweze kuparalyze, kiasi ambacho nchi za Mashariki ya Kati zisiamini kwamba Marekani ni mshirika sahihi wa kuweza kuhakikisha usalama wao au kuweza kushirikiana naye katika upande wa masuala ya kibiashara, kwa sababu ya hatari ambayo inakuwa posed na nchi ya Iran. Hili ni jambo la kwanza ambalo tunaliona. Lakini jambo la pili ambalo tumekuwa tukiliona ni juhudi ya nchi ya Marekani kubaki katika eneo la Mashariki ya Kati. Mpaka sasa hivi kwa aina ya mashambulizi ambayo yanafanyika, maana yake yanaondoa uaminifu kwa nchi ya Marekani kwamba ina uwezo wa kuwalinda watu wa eneo la Mashariki ya Kati, labda kuilinda Israel. Lakini hata hivyo bado inaonekana kwamba haijaweza kuprove kwamba ina uwezo kulinda nchi za Mashariki ya Kati na ina uwezo kuilinda 100% nchi ya Israel. Sasa ili kuweza kufanikiwa kuaminisha kwamba ina uwezo wa kuzilinda nchi za Mashariki ya Kati, maana yake ni kwamba inalazimika iweze kuhakikisha inaondoa kabisa tishio la nchi ya Iran. Na ndio maana inaonekana kwamba kwanza katika bunge la Senate, lakini vile vile katika bunge la Congress la nchi ya Marekani, mabunge yote yamepitisha kwamba kuto kumzuia Rais Donald Trump kuendelea na vita ambayo inaendelea katika nchi ya Iran. Hilo ni jambo la kwanza. Lakini jambo la pili, siku takriban kama 1 au 2 nyuma, Rais Donald Trump aliomba katika Congress aweze kuongezewa pesa kwa ajili ya kununua baadhi ya silaha, takriban kama dola bilioni 50 hivi na mfano wake, au inaweza ikazidi kidogo. Hii yote ni kuonyesha kwamba Marekani ameshaona kwamba Iran kwa hivi sasa limekuwa ni tishio la uwepo wake katika eneo la Mashariki ya Kati. Kwa sababu Marekani kuwepo kwake Mashariki ya Kati, maana yake kwanza ni kujaribu lengo lake kubwa ni kujaribu kutoa ulinzi kwa wale watu walioko Mashariki ya Kati au nchi zilizoko Mashariki ya Kati. Lakini ukiachilia mbali hapo katika kutoa ulinzi, vile vile mpango wa pili wa nchi ya Marekani ni kuweza kucontrol zile njia za kiuchumi. Maana yake katika sehemu kama zile katika bahari ya Hormuz, katika mlango bahari wa Hormuz, lakini vile vile njia za pembeni yake, maana yake katika sehemu kama ya Bab al-Mandeb au katika sehemu kama ya Suez Canal, kuweza kuzicontrol zile, kwa kuzingatia kwamba ni sehemu muhimu ambazo zikiweza kudhibitiwa na mtu mwingine yoyote, maana yake itakuwa ina madhara katika ushawishi wa nchi ya Marekani. Lakini kwa namna inavyokwenda kutokana na tishio la nchi ya Iran, maana yake ni kwamba Marekani anatakiwa afanye vita kwa staili ya namna yote ili kumake sure kwamba anaweza akafikia katika hayo malengo. Sasa tukitazama njia ya namna hii ambayo nchi zote mbili inawezekana zikawa zinaona katika fikra yao, tunaona kwamba vita hii itakuwa ni ya muda mrefu,
vita hii itakuwa ni ya muda mrefu, kwa sababu Irani walichokishika ni kwamba lazima Marekani atoke katika eneo la Mashariki ya Kati, lazima ushawishi wake uondoke katika maeneo ya Mashariki ya Kati ili sisi tuweze kubaki salama. Wakati Marekani katika upande wake anachoamini ni kwamba lazima ahakikishe kwamba Iran anakuwa anapoteza nguvu yake katika eneo la Mashariki ya Kati ili wao waweze kuendelea kubaki katika eneo la Mashariki ya Kati. Sasa katika muundo wa fikra ya vita ya namna hii, maana yake tunasema ni vita ya attrition au attrition war. Ni vita ya kuchoshana, kwamba nani atakayechoshwa mapema. Atakayechoshwa mapema maana yake ndiye atakayekuwa ameshindwa katika vita, kwa sababu ya mazingira mengi. Vita ya Marekani anayopigana na Irani manake ni vita ya anga. Vita ya anga haiwezi kuleta hakikisho la kuanguka kwa dola kama hautakuwa na watu wa kuingia ardhini. Lakini challenge nyingine ni eneo la nchi ya Iran. Ni eneo kubwa sana, kuweza kulikava lote inawezekana ikawa ni tatizo. Jambo la tatu ni jiografia ya nchi ya Iran. Nchi ya Iran jiografia yake imeundwa zaidi na upande wa milima. Manake sehemu kubwa imekuwa covered na sehemu ya milima. Pamoja na kwamba Marekani inaweza ikawa na advantage ya kupata baadhi ya support kutoka katika upande wa magharibi na katika upande wa kusini, katika upande wa majimbo kama Balochistan kuna jeshi inaitwa Jeshul Adli ambalo misimamo yake mara nyingi inakuwa inapingana na nchi ya Tehran na nchi ya Iran. Pamoja na kwamba kwa siku za karibuni inaonekana kwamba kauli zao nyingi zimekuwa kwamba Marekani akivamia basi vile vikundi vyote vitakuwa vinasupport serikali iliyoko katika nchi ya Iran, na ndio maana inaonekana Marekani ameconcentrate zaidi katika upande wa magharibi. Lakini katika upande wa nchi ya Iran, kile ambacho wanaona kwamba wataendelea kukimaintain hasa ni kutumia silaha ambazo zina gharama nafuu ili kufanya kwamba gharama ya Marekani kuwepo katika eneo la Mashariki ya Kati iwe ni gharama kubwa kiasi ambacho Marekani ishindwe kuafford kubaki katika eneo la Mashariki ya Kati. Hilo ni jambo la kwanza. Lakini jambo la pili tunachokiona ni kwamba Iran wanachokusudia kukitumia au wanaanza kukitumia sasa hivi ni kutumia proxies au vile vikundi kama vile Hizbullah. Tunaona sasa wanapigana na nchi ya Israel, lakini vile vile vikundi kama Houthi au Kataibu Hizbullah inapatikana pale Iraq. Inaonekana kabisa kwamba kwa movie inavyozidi kwenda, maana yake vikundi hivi vinakuja kutumika ili kuhakikisha kwamba eneo la Mashariki ya Kati linakuwa ni eneo ghali kwa mtu yoyote kutoka katika upande wa Marekani kuweza kulimaintain eneo la Mashariki ya Kati, kiasi ambacho maana yake iweze kufikia hatua Marekani ahisi kwamba gharama kubwa na uendeshaji mkubwa wa eneo vita ya Mashariki ya Kati ni jambo ambalo bila shaka litakuwa haliwezekani. Kwa hivyo tunachokiona mpaka sasa hivi, muundo wote wa vita inavyoelekea, maana yake tunasema ni war of attrition, ni vita ya kuchoshana. Nani atakayechoka mapema? Bila shaka atakayechoka mapema inawezekana ndio akawa ameshindwa katika mgogoro huu, kwa kuzingatia kwamba ni mgogoro unaonekana utachukua muda mrefu zaidi. Ndio maana Marekani wamekuwa wakihitaja kwamba inawezekana ikachukua miezi mitatu au inawezekana ikafika mwezi wa 9, na katika upande wa Iran wamekuwa wakizungumza wazi kabisa kwamba sisi vita hii tumejiandaa kwa ni vita ya muda mrefu, maana yake sio vita ya leo na kesho. Kwa hiyo by the way bado tuna muda wa kuendelea kutazama formation ya muundo wa vita hii jinsi inavyoendelea, tukitaraji kwamba huenda katika muda ujao tukapata taswira iliyokuwa bora zaidi ya hii ambayo tumekuletea. Jina langu naitwa Maulid Ali Mnukwa, nikuombe uendelee kufuatilia vipindi vyetu na nikuombe usahau subscribe, kulike, kushare pamoja na kucomment. Uwe na muda mwema.